Sisi tunaamini kuhusu mwanadamu aliumbwa na Mungu. Mwanadamu ana sehemu tatu: ana mwili, ana nafsi, ana roho. Lakini pia tunaamini ya kwamba Mungu yupo aliyemuumba mwanadamu. Lakini pia tunaamini ya kwamba Yesu yupo, ambaye ndio mwana, ambaye tulijifunza habari ya mwana na habari ya nafsi. Sasa tuko kwenye habari ya Roho Mtakatifu katika kanisa, kwamba Mungu Mwana, Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu. Tunaamini kwamba Roho Mtakatifu ndiyo muasisi wa kanisa na ndiyo kiini au utimgongo wa kanisa. Kwamba Roho Mtakatifu anapokuwa hayupo, maana yake kanisa halipo. Kwa hiyo tunaendelea kuweka mkazo huu ya kwamba sisi si tu waumini wa dini, tunaamini habari ya uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha ya kanisa. Na maisha ya kanisa ni nani? Ni wewe na mimi. Tulizungumza wiki mbili zilizopita kwamba Roho Mtakatifu katika kanisa, tukasema Roho Mtakatifu ndiye aliyeanzisha kanisa, ndio muasisi wa kanisa. Kwenye kitabu kile cha Matendo 2 mstari ule wa kwanza, siku ile ya Pentecost, siku kubwa, kanisa lilizaliwa. Naomba uamini hivyo kwamba kanisa lilizaliwa na Roho Mtakatifu. Kwa kuna birthday ya kanisa ambayo tunaifanyika kila baada ya Pasaka. Tunasherehekea birthday ya kuzaliwa kwa kanisa kupitia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu pia alifanya kanisa kuwa hekalu. Zamani walikuwa wanaenda kwenye mahekalu ya kuabudia kama hili na masinagogi mengine. Lakini baada ya Roho Mtakatifu kuja, alibadilisha hekalu, akaliondoa hekalu la kawaida, akaweka hekalu la moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo maana yake nini? Yolanda, wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hili ni jengo, lakini wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa ndani yako anakaa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndani. Kwa maana yake atuhesabu hili kama hili ni jengo la kanisa. Kwa kanisa ni sisi wenyewe, mimi na wewe. Kwa maana yake Roho Mtakatifu alipokuja akaondoa ile dhana, na ndio maana kusoma kitabu cha Yohana inasema saa ipo, saa inakuja, watu watakao maabudu Baba hawatamwabudu tena katika milima hii, bali watamwabudu Baba katika roho na nini? Na kweli. Maana yeye anawatafuta watu kama hao wa maabudu. Kwa ukisema ninaenda kanisani ni sawa, lakini kanisani maana yake unakwenda kujenga mwili wa kanisa. Kama ambao tumefika leo, sisi tunaitwa kanisa, sio makanisa. Kwa hiyo tulisoma hayo maneno, tulizungumza kwamba na pia Roho Mtakatifu alilitia mafuta kanisa, alitia nuru na kulipa mwelekeo. Maana kutiwa mafuta maana yake umetiwa baraka. Mafuta ni ishara ya baraka. Mimi sikujua sana kama wale ilikuwa ni hivyo. Wakati sisi tunatambikia ile mitambiko yetu ya zamani, kulikuwa na mafuta ya kondoo, yani kondoo, ule mkia wa kondoo ulikuwa na mafuta. Sasa kiesha ile mafuta, mnapaka mafuta nyumbani, mnapaka mafuta hapa usoni, hapa sinani, mnapaka mafuta, alafu mnachukua ile yale mafuta yale ya kondoo yale, naanza kuyapaka kwenye ile mbuzi. Mimi nilikuwa na mbuzi mmoja pacha wangu. Naelewa habari kidogo. Nilikuwa na pacha anaitwa Bunda. Sasa yule mbuzi tulikuwa tunamwabudu, tunachukua ile mafuta ya kondoo ambayo yako kwenye chupa ya meganda, alafu naanza kumpaka mafuta yule mbuzi kama baraka. Mnanuiza, naongea, mnampaka mafuta kama kiongozi wenu wa familia, anaondolea nini? Mikosi. Ndio baraka hapo. Huyo ndiye alikuwa mpako mafuta wa shetani. Sasa unaona shetani anapenda kuigiza mambo mengi sana. Kwa hiyo watu tunampaka mafuta. Sasa Roho Mtakatifu anafananishwa na mafuta. Mafuta haya yanaashiria baraka. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Zaburi 133 inasema kwamba tazama ilivyo vema na ya kupendeza ndugu wakae pamoja tena kwa umoja. Ni kama mafuta yanayoshuka
ndevuni pa Haruni yakiteremka mpaka kwenye upindo wa vazi lake, maana hapo ndipo ni mamuru baraka. Kwa hiyo maana yake Roho Mtakatifu ni mafuta, unayo baraka ndani yako. Mungu amekuneemesha, Mungu amekutunuku. Wewe ni wa thamani sana, umeshehenezwa na Roho Mtakatifu wa Mungu aliyeko ndani yako. Lakini sio tu mafuta, nuru, mwanga wa kuona mbele. Sisi watu wa Mungu hatupapasi, tunaona kwa uhalisia. Tunaona kwa uhalisia. Tunaweza kuona maisha yangu na maisha yako, namna ambavyo ulikuwa ukiyaona mbele mambo mengi. Tunakumbuka siku moja wale walikuwa siku moja mtajenga nyumbani. Kuna siku tano ya kwangu. Jana unaona mbele, lakini wakati hii hela una hata ya kununua kiwanja. Lakini wewe simama huko nyumbani kwako. Kwa sisi tunaangalia mbele, tunaona beyond ya mambo ambayo hayaonekani. Tunakuwa na uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho. Tunakuwa na imani anayetuwezesha kuona huyo ni Roho Mtakatifu ndani yetu, si ndio wewe? Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia analiwezesha kanisa kuzaa matunda. Linawezesha kanisa kuzaa matunda. Matunda ya namna gani? Ya karama za Roho Mtakatifu. Matunda na karama za Roho Mtakatifu. Kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 na mstari wa 4. Roho Mtakatifu ndiye alitupa neema ya kuzaa karama na matunda. Hebu tusome ile andiko la kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ile ya 12 na ule mstari ule wa 4 na wa 11. Mtu mmoja anaweza akanisomea, msomaji mwingine mzuri aliyeitwa na Bwana. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Sawa maana Bwana alipopaa alitwaa wengine. Sawa kuna neno karama na huduma. Tuko pamoja wapendwa? Ukisoma kile kitabu cha Waefeso kinaelezea Bwana alipopaa alitwaa wengine, akaweka waimbaji, akaweka wachungaji, akaweka wainjilisti, akaweka wapiga vyombo, akaweka wa huduma hii, akaweka. Sasa hizo ni huduma, lakini kuna huduma na karama. Kuna vitu viwili pale, naomba nielewe vizuri. Kwa hiyo Bwana akasema ile mstari wa 4 kwamba basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Kwa hiyo Roho ndiye anayeweka karama. Karama ni nini? Karama ni uwezo au tambuzi unaotokea immediately au kwa ghafla kwa ajili ya jambo maalum kwa wakati maalum. Sawa? Maana yake ni nini? Inaweza kutokea siku moja Veronica, yani uko kwenye kwaya tu na kuna mambo fulani yanaendelea kwenye kundi au kwa wanawake mahali pengine popote. Kuna jambo likatutatiza, tukakata tamaa, tukavunjika moyo, tukaona hatuna matumaini kabisa. Lakini wewe Mungu akakupa roho ya imani. Usiogope jamani. Kwa mfano Bethel mnarekodi, mnazindua. Sasa mkajikuta mmefika mahali mmekata tamaa, hakuna hela, halafu mnahangaika, tutafanyaje? Mnafanyaje? Katikati yenu anainuka mtu mmoja anasema hapana, linawezekana jambo hili. Tumwamini Mungu. Sawa tumwamini Mungu, inawezekana kabisa. Jamani tujitie moyo. Yule amepewa karama ya imani kwa wakati huo. Lakini sio kwamba ni ya kwake, amepewa karama hiyo kwa kipindi maalum, kwa jambo maalum kwa wakati huo. Kesho anaweza akamtumia jambo lingine, sio hilo tena. Kwa hiyo hiyo sio huduma. Tuko sawa sawa jamani? Unaelewa huduma na karama? Karama unatatua jambo kwenye kipindi fulani maalum ambacho kinatokea. Mungu anakutumia kuimarisha wengine, kuwatia moyo wengine, kuwafanya wengine waseme ndio inawezekana, linawezekana, na watu wakafanya kwa moyo wa morali kabisa. Kwa nini? Kuna mtu mmoja miongoni mwenu amevuviwa karama hiyo kwa wakati huu. Umeelewa maana ya karama sasa? Sasa tukienda kwenye neno hili anasema ule mstari wa ngapi anasema? Ule mstari wa ngapi? Mstari wa 5. Pana tofauti ya huduma, bali Bwana ni yeye yule. Huduma ni kipawa cha mtu aliyepewa na Mungu, ambacho kimewekwa na Mungu, anapewa huduma. Hiyo huduma inakuwa permanent
inakuwa ndani yake, inakuwa haihami. Labda uanguke dhambini, labda umkosee Mungu, Mungu anaweza akakutupa, na unaweza kaifanya huduma yako haina impact, haina roho, haina matunda. Hiyo huduma inakuwa haina matunda, inakuwapo kavu tu, ila haina matunda, kwa sababu tayari umeshakenge. Kwa huduma ni kitu ambacho mtu anapewa na Bwana, anasema bali Bwana ni yeye yule anayetoa huduma. Kwa Mungu anampa huduma hii. Mwingine amepewa huduma ya kuwa mwimbaji, kiongozi wa solo kwenye kwaya, au mwalimu kama ninavyofanya hapa, au mpiga vyombo kama au anayefanya huduma hapa anapenda kuseti vyombo hapa. Hiyo ni huduma. Mwingine apewa huduma labda ya kufanya usafi kabisa, mwingine si kupamba kabisa, mwingine si kukarimu watu, mwingine si kufanya nini. Hiyo ni huduma ambayo Mungu anampa mtu, huduma ambayo inakuwemo ndani na mkereketa. Leo asubuhi nilipokuja hapa nikakuta kuna dada moja anapiga deki. Ipo tu dada peke yake na mandoo. Kama yuko hapa naona hajafika. Lakini amefagia katika mpaka maji huko na weka yuko mwembamba tusimtaji kwa manufaa huko. Kama kadada tukanafanya. Kama fagia. No jua ile ndio nimewaka na kwambia nimewaka kwa kweli. Anamwaka. Anakaingia ndani baada ukawa wingi, baada usio akawa ngapi, sio ilifika ngapi baadaye. Lakini ukafanya ile huduma. Lakini inawezekana kilikuwa kimepangwa kikundi cha watu wengine, sijui wanaoandaa usafi na kina nani. Lakini kuna watu wanafanya usafi hao wawili. Ile ni huduma ambayo Mungu amempa. Amesema siwezi kukaa, ngoja nitafanya. Hiyo ni huduma ambayo mtu apewa na Bwana. Huwezi kaiondoa kwenye maisha ya mtu. Lakini mstari wa 5, mstari wa 6, kisha pana tofauti ya kutenda kazi. Bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Kwa hao huyu wa karama na huyu wa huduma wanafanya kazi tofauti, lakini wote wamepewa na Mungu watumike kwa namna hiyo. Kwa hiyo ingawa hizo huduma na karama ni Mungu anayeweka hivi vitu ndani ya hao watu. Lakini kila mmoja hupewa, mstari wa 7, hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Ufunuo wa Roho kwa kufaidiana, maana mtu mmoja Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, kama apendavyo Roho yule. Mwingine imani, kama nilivyosema mwanzoni, kama Roho yule yeye yule, na mwingine karama ya kuponya, na karama yule na katika Roho yule mmoja. Lakini na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine upambanuzi wa roho, na mwingine haina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha, alafu na mwingine. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kwa kundi la watu 10, watu 20 hawana huduma moja. Kila mmoja amepewa neema ya kwake. Na hii neema ya kwake inamfaidia huyu mwingine wa pili. Sawa jamani? Na huyu wa pili amepewa neema ya kumfaidia yule mwingine wa tatu. Kwa hawa watu 10 hawa wanafaidiana. Yaani maana yake ni kama watu wanaomwagiliana maji. Huyu wa karama ya imani na mwagilia wa karama ya maarifa. Wa karama ya maarifa na mwagilia wa karama ya matendo ya miujiza. Matendo ya mwagilia huyu. Kwa maana yake ni kwamba watu hawa wanafanya kazi ya kufaidiana wote wawili. Ilikuwa nataka nigusie hilo kidogo ili tuweze kusonga mbele kidogo. Lakini karama za hebu tuangalie karama za madhihirisho kwa Roho Mtakatifu. Kwanza yeye anajua yote. Roho Mtakatifu anajua yote. Kila kitu anakijua. Roho Mtakatifu anajua. Yaani huwezi kumdanganya hata kidogo. Mimi hapa siwezi kumdanganya nikawa mnafiki mbele za Roho Mtakatifu. Anajua yote kabisa. Ya siri na ya nje. Yaani kama hujafanya jambo, yeye anajua. Na kama unakumbuka wakati Anania na Safira walipofanya jambo la kihuni kwenda kumdanganya Roho Mtakatifu kwa unafiki, kwamba wanaogopa si namna gani, wakaenda kumdanganya Petro na mitume wengine. Hii mali mliouza ndio Petro. Tena alitangulia baba. Wanaume wanatangulia mbele. Mara kadhaa naona wanaume wanatangulia mbele.
Kile wengine kwa mwanamke anatangulia mbele, lakini mwanaume katangulia mbele baba. Wewe ni wapi mimi nitoe taarifa haraka. Piga pale. Hodi. Karibu sana Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu ni wajabu sana. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu, watumishi wa Bwana. Poleni kwa kazi ya Bwana. Poleni kwa kazi ya Bwana. Mungu awatunze, Mungu awatie moyo. Tuko tunaombea. Kumbe mnafiki. Sasa tunaona anaulizwa, vipi? Akaweka pesa ile ambayo alikuwa amefikiria anaweza kuiweka mbele. Petro akamuuliza, wewe baba, nia ndio hii hela ambayo umeuza kiwanja chako kule lile shamba lako. Kweli kabisa mtumishi wa Mungu, ndio hii hela hii kabisa, yani kabisa. Kama mashakanda la baba. Yani kabisa hii ndio hela yenyewe kabisa mtumishi wa Mungu. Maana biashara ilikuwa ngumu lakini tumepambana mwanangu. Nini kilitokea? Ima Petro akamuuliza, hivi wewe unadiriki kumdanganya Mungu, kumdanganya nani? Kumdanganya Mungu kwamba hiki kiwango ni hicho ulichouza. Kulidanganya kanisa. Lakini nataka nikwambie, akamwambia hivi, huja kumdanganya Roho Mtakatifu kwamba ndio hiki mlichokiuza. Alafu ndo akamwambia, haujamdanganya mwanadamu ila umemdanganya nani? Mungu. Lile neno tu kumdanganya Mungu, nini kilitokea? Pale kapoteza maisha. Kwa maana yake Roho Mtakatifu ni Mungu. Maana yake anajua yote. Hivi na nikawa najiuliza, Petro alikwenda shambani kuona wakati anauza ile shamba? Hakuenda. Si ndio mitume hawakuenda. Ila wakati anafanya ile tendo la kula ile shamba na kupokea ile hela, Roho Mtakatifu alikuwepo pale. Maana yake Roho Mtakatifu anajua yote. Lakini jambo la pili, Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Huwezi kujificha. Yuko kila mahali. Hapa yupo, si ndio hata yupo kwenye daladala yupo. Sawa kwenye chosi kona yupo. Yupo. Anakuwatch yupo tu. Yupo. Unapoingia bafuni yupo. Mimi nanenaka kwa lugha sana maana hata kama naoga. Mimi nikajaa Roho Mtakatifu bafuni kabisa, naweza kunena kwa lugha. Nafurika. Maana yuko. Sika jamani. Nikiwa kwenye gari naona Roho Mtakatifu yupo tu. Kila mahali yupo. Anaitwa omnipresent. Yuko kila mahali. Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Huwezi ukamficha, huwezi kujificha. Yuko kila mahali. Yaani kama utakuja kujua kama yuko kila mahali, wewe ile siku ya mwisho ya kiyama, siku utakapoenda kutoa hesabu ya matendo yetu, ndio unajua. Hii Bwana niliona. Nilikuona ulichokifanya. Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Ndio maana siku ile hata yule kijana namfurahiaga sana Yusufu alipomwambia yule mke wa Potifa, mke wa Potifa, mke wa mfalme, nitafanyaje uovu huu? Ni mkufuru Mungu wangu akiwa utumwani. Kumbe alijua hata kule utumwani anaamini kabisa kwamba Roho Mtakatifu alikuwepo pale na Mungu yuko pale. Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Lakini jambo la tatu ni mwenye enzi na nguvu. Ninapoongelea habari ya mwenye enzi, maana yake mwenye enzi, mwenye mamlaka na dola. Kama unasikia dola, basi yeye ni mwenye enzi na nguvu. Mwenye enzi na nguvu. Yeye maana yake anaweza. Mwenye enzi na nguvu. Yeye ni mwenye enzi na nguvu. Yeye maana yake ana mamlaka, mwenye enzi, yuko juu sana. Roho Mtakatifu ni kiongozi pia wa kanisa, anaita watumishi, anawaita watumishi, anatenga watu wa Mungu kwa ajili ya kazi. Anamuita mtumishi. Veronica, unasikia moyoni mwako kabisa nataka kwanza kuimba kwaya. Ndio. Nasikia kuimba kwaya. Nasikia kumtumikia Mungu. Unasikia hiyo. Yeye anakuita, anakupa kanuni namna gani unavyoweza kuimba kwaya na utumishi ambao Mungu amekupatia. Petro na Matendo ya Mitume 13 na ule mstari wa kwanza. Lakini jambo lingine,
Roho Mtakatifu kazi yake nyingine huwa anahimiza, anaweka himizo, ni mchochezi, anahamasisha, anasukuma, anahimiza. Nenda ibadani leo. Unaelewa kama ukuja kanisani umehimizwa na Roho Mtakatifu. Yaani wakati mwingine hiyo ya kuhimiza huwa haijalishi una hatia au hauna hatia. Anakuhimiza kwamba mwanangu, naomba uende kanisani leo. Nenda kanisani leo. Manake ana jambo la kukuambia. Enda ukusanya mahali fulani, nenda kanisani leo. Utakapofika kanisani, utakutana na ujumbe unaokuhusu aliyokusudia yeye au usikie. Yeye huwa anahimiza mtu wa Mungu, nenda kanisani. Fanya jambo hili. Nenda kafanyie. Nenda kafanye hivi. Nenda kamtembelee fulani. Nenda kafanye jambo hili. Nenda kafanya. Leo kuna siku moja unamtembelea mtu mahali, unafika sema, "Jamani, Mungu amekuleta kwa wakati jamani. Ulijuaje? Yaani kabisa nilikuwa nakuwaza, nilikuwa nakufikiria. Yaani kabisa. Tena nimekusema sasa hivi nataka nikupigie simu." Unashangaa mtu anafika nyumbani kwako. Kwa nini? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anahimiza mtu, nenda mahali fulani kwa jambo la kufanya. Yeye huwa anahimiza watu wa Mungu. Lakini jambo lingine, kazi ya Roho Mtakatifu pia anawatia nguvu waamini. Jamani, nataka niwaambie kwenye safari ya imani hii huwa kuna kuchoka jamani. Hata mimi nachoka. Unasikia bado unachoka. Unasikia moyo unainama. Unasikia kuvunjika moyo. Unasikia kukosa matumaini. Unasikia kukosa mwelekeo. Kazi ya Roho Mtakatifu yeye ni kutia nguvu. Kutia nguvu. So unakumbuka wakati Yesu akiwa Getsemani, yale maombi aliyoomba siku ile. Alilia maombi akasema, "Baba, ikiwezekana kikombe hiki kifanyeje? Kiniepuke, lakini sio kama nipendavyo, bali mapenzi yako yafanyeje? Yatimizwe." Nini kilitokea? Bwana akaleta malaika kwenye kile kipindi kile, wakaja wakamtia nguvu. Sawa jamani? Mara ngapi umechoka? Leo mara ngapi umechoka? Fika mara umechoka, mara umelegea, hata umeshindwa kwenda kuuza maziwa, ukaamua kulala tu. Yaani nasikia nguvu sina. Haumwi, ufanye kile umechoka. Umechoka, unafikiri hapo sawa. Mawazo yamechanganya, mambo yamepanda. Huo ni mwelekeo. Yaani unaona ni kazi, kila kitu ni kazi, kula ni kazi. Unajua hata kula ni kazi, kwa siwezi hata kula. Chakula kimezeki, hakuna hepatitis ya kula. Lakini leo, kesho unashangaa unainuka tena. Yaani umechangamka kabisa. Wewe unaimba, unamtukuza Mungu, unafanya mambo ya kimungu, yaani unatumika, unafanya majukumu yako kama kawaida. Paka mtu mwingine aliyekukuta umechoka kipindi kile anasema, "Huyu ndio yule alikuwa amechoka kipindi kile. Leo yuko hapa leo." Roho Mtakatifu kazi yake kutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa anatutia nguvu. Na ni lazima pia ukubali kutiwa nguvu. Ni lazima ukubali huyo Roho Mtakatifu kwamba ana dawa ya kukutia nguvu wewe, lakini hawezi kukutia nguvu wewe kama haujitambui udhaifu wako. Lazima ujue ya kwamba I'm so weak. Mimi ni dhaifu, mimi ni mdhaifu, mimi ni mnyonge. Nitie nguvu Bwana. Mimi siwezi. Mimi nimeshindwa. Yaani lazima ukiri kushindwa. Na ndio maana Yesu akasema, "Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke." Maana mbele yake alikuwa anaona siwezi vita. Yesu akakiri akasema, maana Yesu alikuwa ni mwanadamu 100% na alikuwa ni Mungu 100%. Na wakati anaongea habari ya Baba kikombe kiniepuke, alikuwa anaongelea habari ya ule ubinadamu wake. Human being, wewe ni mwanadamu, ni lazima ufike mahali uchoke. Si ndio jamani? Lazima uchoke. Mimi nakubaliana kabisa kuchoka kabisa. Mimi nakubaliana kuchoka. Wala sikatai. Ndio maana hata wachungaji tunaitwa wachungaji wa namna gani? Wachungaji tunachunga kondoo waliochoka. Mimi nimechunga ng'ombe na kondoo. Yaani kuna ng'ombe, kuna kondoo mwingine, kuna kipindi nilikuwa nachunga kondoo, kuna kondoo kile kakachoka kabisa hawezi kutembea. Ikabidi kabebe mgongoni. Beba mabegani hivi. Huko kana natembea huko naenda nyumbani. Saa kama inarudisha ng'ombe.
kilomita kama kutoka hapa na Ubungo tunaenda kunywesha ng'ombe tunaenda kipindi cha kiangazi tunaenda kunywesha ng'ombe kama Ubungo. Unaondoka nyumbani saa 9 alfajiri. Unakula ni ugali usiku hiyo saa 9, ni ugali na maziwa, alafu saa 10 na swaga ng'ombe mdogo na ile huko unachuma huko unaelekea kwenda kunywesha ng'ombe. Sasa unapotoka kule kuna mbuzi wengine, kondoo wengine wanachoka. Unalazimu mpaka unamsukuma na mleo, akikataa unambeba. Nenda naye. Nenda naye. Ndogo mpaka umfikishe nyumbani. Mimi nimechunga ng'ombe sana kwenye makambi, kwenye maliwaga, mahali pengine. Nimechunga sana. Kwa unaelewa ng'ombe kuchoka. Kwa ninapochunga watu pia naelewa wanaochoka. Siku moja nikapewa vipi niwaambie siku moja niende Sumbawanga kule Mbondeni kule Sumbawanga. Dada moja akachoka. Dada moja alikuwa na kilo kama 50 hivi. Na alikuwa na kilo nyingi. Sasa akachoka, hawezi kupanda ule mlima. Anaofahamu zawadi mlima fulani kutoka Mbondeni. Kuna mlima fulani unapanda, unatembea kwa mguu. Sasa mimi niteremka ule mlima, tukateremka alafu tukapanda. Wakati wa kupanda akashindwa kupanda ile dada. Tulikuwa wanaume wawili. Jamaa mwingine yuko hapa Tabata anaitwa Ashe. Na mimi na mwalimu tulikuwa wanafunzi 9. Dada amechoka na saa 10 saa ngapi, saa 8 usiku tumwache polini. Na lazima tutoke. Unapanda mlima na mimi. Ikabidi tuanze kumbeba yule dada. Mimi nikaanza kumbeba. Unambeba kutoka kwa mpaka za Kiembe. Unapanda mlima. Si kama nani hapa ndio kumfananisha na nani hapa. Ni kama Kele Mama Sui. Hebu angalia ubonge huko. Sasa umbeba hapa mpaka za Kiembe kule, za Kiembe kule. Yuko mgongoni. Ukimshusha na tapika damu. Yaani maana ni usiku tukabeba, unabeba mpaka hapa na za Kiembe kule barabarani, pale darai, unampokeza mwingine. Huo ni mlima unapanda hivi. Unashika miti namna hii. Tunavuka na mwenzetu. Nilikuwa najifunza. Mungu ananifundisha nini? Hata sikujua mimi nitakuja kuwa mchungaji. Nilikuwa mwinjilisti, nilikuwa mwalimu wa watoto mimi. Wakaenda kusoma ile kozi. Hadi sikujua. Sasa nimekuja kwa experience sasa. Kumbe ndio zoezi ulikuwa unaniambia nabeba watu. Kumbe zoezi. Yule dada naye sasa bahati mbaya yule dada naye ukimbeba mgongoni anasinzia. Usingizi kabisa alafu anakuja. Sasa wala kushikili. Inabidi umkamate sasa umshike namna hii, umkamate sasa. Hapo anasinzia. Lakini mwisho tukavuka mpaka Sumbawanga mjini. Baada siku moja Morogoro. Tukafika Morogoro tukafanya maafa. Naye akagraduate. Fanya maafa. Apata cheti chake cha kushinda safari. Ila kuna wengine mtashindia mgongoni hapa. Na bila wawepo pia watu wenye karama ya kubeba mgongoni. Wengine wazito kwa hiyo wanasinzia mgongoni. Kwa mimi nakubali mtu kuchoka. Na ndio maana kwa kipindi cha kuchoka Roho Mtakatifu anaweka makimbilio. Anaweka ibada mbele yako. Anaweka mazingira kwamba wewe utapata nguvu. Unakuja ibada kama ya leo, unajivutavuta kama unaenda yeye si una moja niende tukanisana naona sina mali kwa kwenda leo. Kumbe Roho Mtakatifu anakusukuma nenda ibadani leo. Alafu unakuta neno la kuchoka, unatiwa moyo. Unainuka tena na nguvu nyingine mpya. Haleluya. Amen. Kwa tunakubali kwamba kuna kuchoka na kuna kutiwa nguvu. Kile kitabu cha Matendo 1:8 inasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi Yerusalemu, Samaria na hata mwisho wa nini? Wa nchi. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Wapendwa katika Bwana, na watie moyo leo kwamba Roho Mtakatifu ndio kimbilio lako kuliko mtu mwingine yoyote. Wanadamu wanaweza kufika mahali wakachoka, wakakata tamaa, wakakuvunjikia moyo. Na wanadamu akisha kuvunjika moyo na kuvunjika moyo kweli kweli. Lakini Roho Mtakatifu huwa havunjiki moyo. Yeye anaitwa mfariji. Parakletos. Mtetezi wako yu hai. Anasema mtetezi wangu yupo atakayesimama kunitetea. Kuna mahali wakati mwingine watu watakuchoka kama walivyonichoka mimi watu wa enzi hizo za zamani. Kosa mwelekeo. Lakini Roho Mtakatifu yupo kukuinua tena, akakupa mahali pa kukimbilia. Ukafika pale, ukafungua moyo wako, ukamwambia Bwana nimechoka. Nimechoka. Petro akachoka wakati anavuka bahari. Akachoka akaanza kuzama. Akasema Yesu, niokoe. Yesu anatamani kusikia sauti yako. Wewe mwenyewe ukikiri ya kwamba nimechoka.
nimekata tamaa, nimevunjika moyo. Nimekutana na watu waliochoka mara kadhaa. Leo waliochoka wengine maprofesa sasa. Mungu amewapa neema, Mungu amewainua, Mungu amewapandisha. Kuna ndio mmoja nilikuwa namlea pale chuo cha uuguzi pale Tabora Kiba. Kwa namlea. Sasa juzi akanipigia simu, nisha namba yake nishaipoteza. Akaniambia, "Mchungaji, unanikumbuka mimi?" Sikukumbuka. Unakumbuka nilikuwa 1 2 3 4 5. Nikakumbuka ni kweli alikuwa mtu mmoja alikuwa amefika mbele karibu aache na chuo. Lakini kafika pale unamwombea, unamtia moyo, unakaa naye, unamsubiria kutoka kwenye mtihani, unamwombea, unamtia moyo utafaulu. Leo anaitwa mama mchungaji. Naitwa mama mchungaji siku hizi. Ndio mwanzo uje Sangala. Ni wewe. Mimi mama mchungaji siku hizi. Amen. Mume wangu ni mchungaji. Na mimi naitwa, lakini kimwili alikuwa hajaokoka hata kuokoka. Lakini alikuwa anatamani sana. Na alikuwa anafunguka, akikufungukia na kufungukia kweli. Na wewe unaweka unamtia moyo. Kuna dada mwingine namkumbuka sana, yeye alikuwa amechoka, alafu akawa na maroho fulani. Alafu akawa na maroho, akawa akikasirika anatapika nyongo. Unajua kutapika nyongo? Akikuwa tu kwenye darasa na mwanafunzi, atatapika nyongo. Jano. Tapika nyongo. Sasa akawa na maroho mengine sasa. Akawa na maroho mengine ya kuwa anakula sana. Yaani alikuwa anakula mikate ile miwili yote kwa pamoja. Mikate miwili ile ya 1200 unayokula. Anakula kwa mara moja. Ti. Thermos mbili za chai kwa mara moja. Unaona? Thermos mbili za chai. Halafu akifika kweli kule kwenye bwalo la chakula, hamna kumpakuli, anapakua mwenyewe chakula anachotaka kula. Walikuwa anakula, akishikwa njaa yuko darasani anakimbia, anawavamia wale wapishi. Leta chao na kula, anaingia kwenye sufuria anakula, anapakia, anaingia na hot pot darasani. Akawa amechoka. Sasa ananiambia, "Mchungaji, nafanya nini? Sielewi nafanya nini? Nafanya nini kwani ndio mwingi? Wewe nafanya nini? Namuombea. Akienda wodini nakimbia, naenda kuomba. Haiko hivyo. Mwisho wa siku Mungu akamfungua, akamwondolea uchovu. Yuko pale, yuko Kitete pale Tabora. Ni kiongozi wa ward fulani. Ana watoto wazuri, hakuna cha kuchoka tena, hakuna chakula mikate tena nzima. Kwa katika mwendo wa safari huwa kuna kuchoka. Yesu akasema, mwandishi kitabu cha Matendo akasema, "Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu." Maana hii nguvu nilisema maana yake ni mamlaka, madaraka, utawala, kumiliki. Sika unaelewa. Sisi hatuishi kwa nguvu zetu, tunaishi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haya maisha tulionayo sio ya kwako. Kama ukiamua kuishi maisha yako utakufa wewe. Tena mapema sana tutakuzika. Tutaimba mimi ni mgeni dunia napita. Nijitafutie ufalme wa mbinguni. Malaika wananiita. Tutaimba haraka sana. Wewe jitahidi kuishi kama unavyotaka. Tutakupoteza mapema. Lakini uelewe maisha yako unamhitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake. Akusaidie. Kipindi cha giza akumulikie nuru. Uone mwanga mbele yako. Kipindi cha mabonde ayasawazishe mabonde yale. Kipindi cha mlima akupe mbawa za kupaa. Akunyanyue. Mimi nakumbuka tulipokuwa tunavuka ule mlima, tulikuwa kifua kinajaa. Nilikuwa na mimi natafakari, Roho Mtakatifu, kumbe ni majaribu haya. Kumbe tunapita hivi. Na mimi sikujua kama nitakutana majaribu mbele ya safari yangu. Nilipokuwa naendelea safari na huduma nikagundua, kumbe Bwana unipitisha mlima wa Sumbawanga, ni katika ulimwengu wa roho ulikuwa unaniashiria kwamba nitapita kwenye mlima mrefu. Nitapita kwenye makorongo, nitabeba mizigo ya watu, na mimi nitautua mzigo wangu kwako. Utanipa moyo wa huruma, moyo wa upendo, moyo wa kujitoa. Kwa hiyo nikajifunza vitu vingi sana kwenye ule mlima. Nilikuwa natembea huku nanena kwa lugha. Kwa maana yake Roho Mtakatifu ana nguvu ya kusaidia kipindi cha kuchoka. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, inasema hivi, ukujua, ukusikia ya kwamba Mungu hachoki na huwatia nguvu wale wanaochoka.
unachokea nini? Mengine unajichosha mwenyewe. Lakini jambo lingine, Roho Mtakatifu ni katika ulimwengu, maana yake kwenye dunia. Ukisoma kitabu cha Yohana 10 mstari wa 7 na wa 8 utaona Roho Mtakatifu ana Roho Mtakatifu na ulimwengu. Ukisoma kitabu kile cha kitabu cha Mathayo, Yohana, hebu tusome ile andiko hapa kidogo. Tusome ile andiko hapa kidogo, wateule wa Bwana. Kitabu cha Yohana 16 na mstari wa ngapi? 16 mstari wa 7. Kuna andiko hapa zuri. Lakini mimi nawaambia ilivyo kweli, yawafaa mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naona hiyo favor, hiyo offer. Yesu alipokuwa hapa duniani akasema, lazima mimi niondoke niende kwa Baba. Alafu nikiondoka nitamleta msaidizi mwingine kwenu. Huyo atakaa ndani yenu. I like it very much. Naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Maana yake ni nini? Huyo atakaye kuja, huyo Roho Mtakatifu, atawahakikishia kwamba hili ni dhambi, hili ni baya, ili msiliache. Halafu lina hukumu yake. Alafu atawahakikishia kupewa haki zenu za msingi mnapoomba. Maana yake dhambi, unapokuwa mwenye dhambi, Mungu hakusikii maombi yako. Ni kero, ni takataka. Mungu atakutapika. Yaani maombi ya mwenye dhambi ni kero, ni karaha, ni kichefu kwa Bwana. Na kisha kutapika, unanuka. Yaani ogopa sana, bora utapike ubwabwa kuliko kutapikwa na Mungu. Kwa maana anasema huyo Roho Mtakatifu atakuhakikishia habari ya dhambi na hukumu. Maana atakwambia, mwanangu, wewe unataka kulifanya ni baya, usilifanye. Unasikia hukumu. Kweli hapana. Na hata ikitokea umelifanya jambo, ile roho ya toba ni haraka sana, unakimbia haraka kutengeneza na kusafisha mambo yako mbele za Mungu. Kwa maana yake huyo Roho Mtakatifu kazi yake ni kutudhibitishia kwamba hili ni dhambi, hili ni kosa, hili ni haki na hukumu. Huyo Roho Mtakatifu, huyo msaidizi mwingine. Lakini sio hilo tu, atawakisha ulimwengu kwa habari ya haki, lakini kwa habari ya dhambi, sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamunioni tena. Kwa habari ya hukumu, sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Mkuu wa ulimwengu huu maana yake Shetani amekwisha kuhukumiwa. Maana yake ni nini? Anapokudanganya wewe kutenda dhambi, maana yake ujue yeye alishapata hukumu, tena anatafuta wafuasi wa kwake ili aende nao, afe nao. Kwa hiyo yeye atakuhakikishia kwamba huyo anayekushawishi kufanya maovu alishahukumiwa tayari. Kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa ile siku ile Roho Mtakatifu, siku ya mwisho, ile siku tutakapoingia mbele ya hukumu ya Mungu, tunaenda kukuruku kama tunaenda kwenye maandamano. Ukifika kule mlangoni na hakuna kujitetea. Maana unakuta mlango wako tu umefunguka wapo. Yaani ukifika kwenye ule mlango wako unakufungukia wenyewe ule mlango wa kuingia jehanamu. Yaani sio kama tiacha kuwepo mlango. Fulani hamna kitu cha namna hiyo. Yaani maana yake unapoingia tu unakuta ule mlango wako umefunguka. Tunaingia mambo huko, unatembea tu na mzigo yako. Kwenye uzima milele hapo unakuta lango lako la uzima milele linafunguka lenyewe. Yaani kama lile lango lile mfungukiaga Petro, unaelewa wakati yao gerezani. Ile lango litafunguka hivyo. Soma Biblia na uelewe. Ile lango lilipofunguka, Petro alipoinuka pale baada ya kupigwa na malaika, aliponyanyuka namna hiyo, alipokuwa na ile lango la kwanza likafunguka lenyewe, sawa? Lango la pili likafunguka lenyewe. Lango la tatu likafunguka lenyewe. Na ndivyo litakapofunguka lango. Kwa sababu lango litakufungukia.
unaingia, unanyata tu mwanangu. Huko si unapiga vigeregere, alafu una sura nyingine ya mbingu. Lakini ukikaribia kwenye lango la shida unakuwa shetani. Unaanza kuweweseka kama shetani, unaota mkia wa rohoni kama ni shetani. Unaingia kama mashine ya mpwa. Unamkuta yule mzee anakusubiri kule, baba wa dunia hii, shetani na mapembe yake. Karibu bwana, asante kwa kunitii. Ili kutafuta sana. Nilikuwa nakubembeleza, asante kuja kunisaidia jehanamu. Kumbe tuko wengi. Nasherehekea sherehe ya hukumu ya milele. Roho Mtakatifu amekuja kutupa uhakika kipi ni dhambi na jambo gani sio dhambi, kuhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Lakini hebu tuangalie pointi yangu nyingine hapa, Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini, tuangalie hapo kwa dakika zangu 15 hivi, then tunaenda kumaliza. Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini, maisha ya muamini yanafuata maisha ya Kikristo. Muamini ni anawezeshwa na Roho Mtakatifu kufanya jambo moja ama jingine. Maisha ya muamini, mtu aliyeokoka hana maisha ya kujitegemea. Narudia tena wapendwa katika Bwana, ni akili yake mwenyewe, sawa? Na ndivyo na sisi watu wa Mungu atutegemea akili zetu wenyewe, sawa? Usitegemee akili yako kabisa. Ukitegemea akili yako unakufa asubuhi mapema. Unakaangwa kama kumbi. Tunakupoteza dakika chache. Unaanza kujitetea, unaanza kuishi na mawazo yako ya dunia ya ugali na mihogo na maharage. Maisha ya mtu wa Mungu aliyeokoka hatumii akili yake sana, anadepend katika Roho Mtakatifu ambaye ndio akili. Unajua Roho Mtakatifu ana akili. Tunapookoka tunapewa akili na Roho Mtakatifu. Ana akili, ana ufahamu, anakupa ufahamu, anakupa maarifa. Mtu wa Mungu aliyeokoka hawezi akawa mbumbu. Hawezi akawa mjinga. Hawezi akawa hohehahe mzezeta. Hata kama hajaenda shule ya msingi, hajasoma sekondari. Mtu aliyeokoka aliyejaa Mtakatifu ana hekima.